presence, Lord, in your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Treasure of my heart and my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Oh, your presence is heaven to me. And he gave a sign. Say a sign. Katoa ishara. He gave a sign. When God speaks of an event, he must give a sign how it will happen. Wakati Mungu anazungumza kuhusu tukio lazima aseme Jesus atoe gave us ishara. signs of the end times. Yesu alitoa ishara ya siku za mwisho. And he gave a sign the same day, say, this is a sign which the Lord has spoken. Beyond the altar shall be rent, and the ashes that upon it shall be poured out. Yo madhabahu tapasuka. Na kila kitu iko ndani. Tunaendelea. And it came to pass when the King Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, say, lay hold on him. And his hand, which he had put forth against him, dried, so that he could not pull it again to him. Tuendelee. The altar also was lent, and the ashes poured out from the altar according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. Immediate miracles. Tuendelee. Miujiza ya papo hapo. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord your God, and pray for me that my hand may be restored again. The man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and became as it was before. Now, I want to explain something here. Nataka nieleze kitu. Before the arrival of the young prophet from Judah, Kabla before the arrival of the young prophet who was sent by God to Judah, to Bethel, kabla yule nabii mchanga haje kwa Yuda, Jeroboam the king in those Yeroboamu days, mfalme he was doing whatever he wanted in the temple of God. alikuwa anafanya kile ambacho alitaka katika hekalu la Bwana. He was not a priest and a king. Yeye hakuwa kuhani na mfalme. He was just a king. He was not a priest. Alikuwa tu mfalme. But he thought he could also exercise his authority in the altar. Lakini alifikiria kwamba pia angefanya mamlaka yake kwenye madhabahu. And so he was going to the altar and doing ministry there. Na kwa hivyo angeenda katika madhabahu na kuhudumu pale. And he had devoured the altar. Na alikuwa ameichafua. The Church of Christ, kanisa la Kristo, in the last many years, katika miaka mingi iliyopita, from 1500, kuanzia miaka 1500, 1513, when Martin Luther gave a prophecy, the just shall live by faith. The church has been going through a transformative period of restoration. Kuanzia miaka ya Martin Luther, kanisa limekuwa likipitia mabadiliko. A lot of many things
things has happened. Mambo mengi yamefanyika. We hear of all kind of spiritual gymnastics in the church. Tunasikia kuhusu mambo mengi, kuhusu mambo ya kiroho. People selling oil. Watu wakiuza mafuta. Watu wanauza magadi, wanaleta mchanga, ufanye hipi, tuma pesa. They are doing a lot of things. Tunaona sarakasi mingi. And the Bible says, na Biblia inasema in Acts chapter 17 verse 30, katika Matendo ya Mitume in the 17:30, times and the seasons of ignorance, kwamba katika nyakati na majira ya kutojua, God winked. Mungu alijifanya haoni. But now he demands all men should repent. Anataka kila mtu God can allow something to happen. Mungu anaweza sababisha kitu kifanyike. Because the truth has not come to the people. Kwa sababu ukweli hujakuja kwa watu. We are living in the evening of the church. Katika majira ya jioni ya kanisa. In the time of the evening sacrifice. Katika majira ya nyakati ya jioni. When the ministries are being restored. Wakati huduma zimerejeshwa. The apostolic and the prophetic. Za kinabii na kimitume. To restore divine order to the church. Ili kurejesha mpangilio wa kitaua. When Jesus entered into Jerusalem, wakati Kristo aliingia Yerusalemu, the first thing was to bring order to the temple in Jerusalem. Cha kwanza ilikuwa kufanya mpangilio katika ile hekalu ya Yerusalemu. He chased those who were selling doves and trading in money. Alifukuza wale ambao walikuwa wanauza njiwa na kubadilisha fedha. And the situation was not good. Na ile hali haikuwa nzuri. He had to beat them up. Ilikuwa aliwapiga. God is coming to the temple. Mungu anakuja hekaluni. I say God is visiting the church. Nasema Mungu anatembelea kanisa. Bible says judgment will begin in the house of the Lord. Biblia inasema kwamba hukumu itaanzia katika nyumba ya Bwana. Judgment will begin in the house of the Lord. Hukumu itaanzia katika nyumba ya Bwana. Before God will judge the world, kabla Mungu ahukumu He will begin with His people. Ataanzia watu wake. He will put order into His people. Atafanya utaratibu and when they are put in order, na mambo yakiwekwa katika utaratibu wake, then He will go with them to bring order to the world. Alafu ataenda nao kuleta utaratibu katika dunia. In First Chronicles chapter 13, katika mambo ya nyakati 13, David carried the ark of covenant. Daudi alibeba lile sanduku la agano. With a new cart, akabeba kisanduku cha Mungu, kilikuwa kinabeba uwepo wa Mungu na mkokoteni, na akakondesha watu, akawapatia kandalazi na wakacheza wakiimba, na hiyo chariot ilikuwa inasukumwa na wanyama. Na akaambia kijana mmoja alikuwa anaitwa Chuza, sasa wewe ninakulipa, ukiona kitu kiyumba yumba utashikilia. He was doing things in the wrong way. Say things in the wrong way. Kufanya mambo isivyo. Get the details in First Chronicles chapter 13. And the Bible says, Biblia inasema David caused the death of Chuza. Daudi akasababisha kifo cha Chuza. Because when he touched the ark, kwa sababu alipoguza ile sanduku, when it was like to want to follow in the threshing floor of Chidon, he was struck by the presence. Ilikuwa ni kama inataka kuanguka, basi akapigwa. Hear me, preachers. Hear me, say children of God. We have been doing a lot of things in the church. Tumekuwa tukifanya vitu katika nyumba ya Bwana. But God is saying, ambayo Mungu anasema, I am now putting my house in order. Sasa naweka nyumba yangu katika utaratibu unaofaa. The spiritual visitation which is coming to the church. Utembezi wa kiroho ambao unakuja katika kanisa. The great spiritual awakening. Ule mwamsho mkuu wa roho. Number one. Moja. It will bring revival to the church. Italeta uwisho katika kanisa. But it will also bring judgment. Lakini pia italeta hukumu. To people who do things in the wrong way. Kwa watu ambao wanafanya vitu visivyo. In Jerusalem. Katika Yerusalemu. Ananias and Sapphira. Anania na Safira, they died in the sanctuary. Walikufa katika hekalu. Because they thought life is just like normal. Walifikiria maisha ni vile vile tu kawaida. God is visiting the church. Mungu anatembelea kanisa. So we continue with the First Kings chapter 13. Tuendelee na Wafalme wa King Jeroboam pleaded with the young prophet, please, now that you have come, God was telling Jeroboam, now that I have brought a prophet to restore the altar, to restore things in Bethel, to restore what was broken. All the things which have been done, they must cease. Kwamba sasa nimeleta nabii aweke mambo yawe katika utaratibu wake, mambo mengine yote yakome. And the king said, I can also continue as before.
Na mfalme akasema naweza endelea pia. Let me continue to do what I've been doing. Wacha niendelee kufanya kile ambacho And nimekuwa he stretched nikifanya. his hand also upon the altar. Na akanyosha mkono wake pia And kuelekea the kwa hand madhabahu. withered. Na mkono ukanyauka. And then he noticed, wait, new order has come. Na akagundua kwamba utaratibu A mpya new umekuja. order has come. Utaratibu mpya This umekuja. man has come with a new order. Mtu huyo amekuja na I said utaratibu there's an mpya. order coming to the church. Sema utaratibu There is unakuja a kwa restoration coming to the church. Urejesho unakuja And kanisani. we have to function in the house of the Na Lord lazima tutende carefully. katika kazi ya Bwana tukiwa waangalifu. Lazima tunyenyekee. Amen. 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 Lazima tunyenyekee na tuiadhani. Tusende tukafanya mambo tulikuwa tunafanya mbeleni. The hand with the, and the man of God noticed, of course, now you have been doing it out of ignorance. He made intercession before the throne of grace, and the hand of Jeroboam was restored. Now let us hear the next thing which is going to happen now. Sasa wacha tusikize kitu kingine ambacho kitafanyika sasa. The next thing. Kile ambacho We kitafanyika continue. baada ya. Yeah, and the king said unto the man of God, come home with me and refresh yourself, and I will give you a reward. Now, sababu aliombewa, mfalme aliombewa na akapona, akamwambia, we, nilikuwa naongopa my presidency, my kingship imeisha, na you have restored my ministry. Kuja nyumbani ukule na nitakubariki. Nani atakataa kwenda State House ukialikwa? Lakini sikiza, kama umetumwa na Mungu usiende ukakimbilie. Daniel aliambiwa, kuja ukae siku 10 kwa mfalme, mkule chakula na mkunywe wine. Bwana pewe sifa. Akasema, mfalme sitaenda, wacha nikae nikimngojea Bwana. Na siku 10 ikimalizika, wale walienda, tusimamishe ipi? Waangalie wale wako na afya njema. Bwana pewe sifa. Amen. It is not the time of taking the pleasures of this life. Ukimbilia hii ni wakati wa kuangalia nini hii naweza kufanya hii ama sifanye hivi. Ukiambia mabishop wa leo twende State House nitabariki, wote watatoka mahali pote Kenya pamoja na anointing oil. Bwana pewe sifa. And by the way, this time we should not be pouring anointing oil on people to prophesy unto them. Hatutamwagia watu mafuta ili let us seek the Lord whether that is the right candidate. Wacha tumtafute Bwana. Has God spoken to you, man of God, to anoint that person? If he has not, stop it. Je, Mungu amekunenea mtu wa Mungu mpake ule mafuta? Kama sivyo, wacha. Because another one will come and you will be tempted. Sababu mwingine atakuja na atajaribiwa. Mwingine atakuja na bahasha nzito kidogo na utamwombea. Na mwingine then now inakuwa ni kasi, ni kandarasi unafanya. Ni kiosi kiumefungua. Tusifanye hivi. Tutajipata taabani. Bwana pewe sifa. Tuendelee now. And the man of God said unto the king, if you would give me half of thine house, I will not go with you. Neither will I eat bread, now drink water in this place. Listen, kile aliambiwa na Mungu. Verse number 9. For so was I charged by the word of the Lord. Say, eat no bread, now drink, now turn by the same way that you comest. Aliambiwa, hii safari ninakutuma. Amen. Usisalimie mtu, usisimame, usikunywe, usikule. Bwana pewe sifa. Iko, Bwana pewe sifa. So he went another way and returned not by the way that he came to Bethel. Akachukua njia nyingine. He has overcome the first temptation. Say he has overcome the first temptation. Sema ameshinda majaribu ya kwanza. Alikataa kwenda State House, alikataa kwenda the King's Palace. Bwana hawezi kwenda King's Palace na ukose kutoka hivi. Utatokea ukiwa na shamba na suti nzuri na ngali Prado. Lakini alisema niliambiwa nisifanye hivi. Bwana pewe sifa. Tuendelee. Now, can we read this one now? Second temptation. Now there dwelt, can we read together? Now there dwelt an old prophet. Say an old prophet. Sema nabii mzee. Who is an old prophet? Je, nabii mzee ni nani? He was once a prophet. He was once prophesied
Aliwahi kutoa unabii. But now it's not prophesying. Lakini sasa si nabii tena. How do I know? Najuaje? That for God to send this young man from Judah to Bethel, God had seen this old prophet had retired. He has ceased. His ministry has gone down. He's just there. Ili Mungu atume nabii huyu mchanga, aliona kwamba yule nabii mzee huduma yake haiko tena. Now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the words of the man of God that had done in Bethel, the words which he had spoken unto the king. Then they told his father. Watoto wake wakamwambia, leo kuna mtu ametoka Juda, amekuja hekaluni. Kulikuwa na demonstration of power. Alihubiri na akatabiri, na mfalme akajaribu kufanya kila alikuwa anafanya baba, na mkono wake ukakufa. Alafu akamwambia huyu nabii amuombe, na akamwombea mkono karudi. Huyu old prophet akamwambia bibi yake, na ako wapi? Simukimbie haraka munitafutie. Watasikia huduma yako. Mnanielewa? Okay, tuendelee. And their father said unto them, what way went he? Alienda na njia gani? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah. And he said unto his son, saddle me an ass. Ile pundamilia iko wapi? An ass is a donkey. Bwana pewe sifa. Tuelewe, si ndio? So they saddled him an ass, and he rode thereon, akakimbia. Tuendelee. Hiyo ndio ilikuwa inatumika. And went after the man of God, and found him sitting under an oak. And he said unto him, art thou the man of God that came from Judah? And he said, I am. Kampata akimngojea Bwana, mwongozo wa Bwana akisubiri. Tuendelee. Watasikia wewe Mungu anakutumia, na watakupata mahali unangojea Bwana. Sikiza sasa. Can we read together? Then he said unto him, come home with me and eat bread. Sikia sasa. And he said, I may not return with you. Now go in with you. Neither will I eat bread, now drink water with you in this place. Alijibu vizuri. Sitarudi na wewe, na sitaenda na wewe, na sitakula, sababu niliagiziwa. Sema niliagizwa. Nisikule, nisisalimie mtu mpaka nipeleke ujumbe. Kuna ujumbe Mungu atakupatia, na atakutuma kwa mtu fulani, atakutuma kwa nchi fulani, atakutuma kwa jamii fulani, na atakwambia nenda upeane hiyo ujumbe. Katikati ya mahali Mungu anakuambia na hiyo jamii ama mahali unaenda, utakutana na watu wengi. And if you are not careful, they will detour you. Kama watakubandilisha. Watakwambia hii ni sile kwa hoteli bwana, kuna makochokocho. Sio kuja kwa tufanye nini tukule. Na ukimaliza tuende sauna beach. Tuende tukalale kule, tuoshwe na hewa, na ujipake mafuta, na nikupeleke ile nduka iko hapa town nikubalishe nguo. Before the message has evaporated. Mnanielewa? The message has, ule ujumbe umetoweka. Sikiza vile atamwambia. Deception. Can we continue? Listen, what the old prophet is telling the younger prophet. Say the old prophet and the younger prophet. Can we read together? For it was said to me by the word of the Lord, that you shall eat no bread, now drink water, now return again to go by the way that you come. Huyu nabii alimwambia vizuri, huyu alitoka Juda. Tuendelee. Utasikia the old prophet bila atamwambia. And he said unto him, I am also a prophet, also as the word. Now, tusimame hapo kidogo. You'll find people
Utapata watu who once were used by God, wakati mmoja walitumika na Mungu, and in those days God used them mightily. na katika siku zile Mungu aliwatumia vikuu. But in the present time, Lakini kwa wakati huu they have ceased wamekoma to be used, kutumika. and so they are old in their ministry. Na kwa hivyo sasa ni wazee They katika are no huduma. longer usable, Hawatumiki tena, and they have eaten a lot of things into their lives, na wameficha vitu mingi katika maisha and yao. now they will damage your ministry and your calling. Na sasa watadhuru mwito wako na huduma yako. Listen what he's telling this man from God. He said unto him, I am also a prophet. Na mtu anakuambia, I am also a Christian. Kwambia, si hata mimi ni Mkristo, ninafuta sigara kidogo, ninatumia tumbako kidogo, na ninatubu, ninakula koo hii unakula, si ukule tutatubu. Na nielewa. Na ukisoma maandiko, na kweli mtu akitubu Mungu anamsamehe. Are you understanding me? That is how Satan got Eve in the garden of Eden. Satan told Eve, did God surely say? Je, Mungu hakika alisema? Did God surely say? Je, Mungu hakika alinena? If you eat you will die. Kwamba ukila utakufa? Reasoning. Say reasoning. Sema we sin by reasoning. Say we sin by reasoning. Tunaona kwa kufikiria. Mtu sasa ni ubaya gani tukikula ikitu na tukunywe pombe na tulale pamoja? Kuna mtu anaona. Tuendelee. He said unto him, I am also a prophet as the word. And I'm an angel, listen, and an angel spake unto me by the word of the Lord, say, bring him back with you into your house, that he may eat bread and drink water, but he lied unto. Now, let us separate these two. Let us separate now the two things. Wacha tutenge vitu hivi viwili. This prophet from Judah, huyu nabii kutoka Yuda, told the old backslidden prophet, alimwambia yule nabii ambaye amerudi nyuma, I was sent by God, nilitumwa na Mungu, and I was told I should not greet anybody. Na niliambiwa nisalimu mtu. I should not eat or drink anything. Nisile wala kunywa. And I should not even stop. Na hata nisisimame mahali. But now this backslidden prophet, lakini huyu nabii ambaye amerudi nyuma, he tells the younger prophet, anamwambia huyu nabii who is beginning his apostolic journey with God, ambaye anaanza huduma yake kimitume na Mungu, I am also a prophet. Mimi pia ni nabii. Listen where the deception came. And an angel of the Lord. Say an angel of the Lord. Sema malaika wa Mungu. Now which person should we believe? Je, tumwamini nani? A message from an angel or from God himself? Ujumbe kutoka kwa malaika au kutoka kwa Mungu? And you understand, Satan also acts as an angel of the light. Pia shetani hujigeuza akawa malaika wa nuru. Do you get some differences here? Je, unaona tofauti? Do you separate the two? He told him, an angel of the Lord told me. Akasema kwamba malaika wa Bwana aliniambia. Malaika wa Mungu aliniambia. Angemwambia uliambiwa na malaika na mimi niliambiwa na Mungu. Kwa hivyo kaa na ujumbe wa malaika, wacha niendelee na ujumbe wa. Lakini the younger prophet was deceived by the fact that this man told him, I am also a prophet like you. In fact, I am a prophet in Bethel. I was before you in Bethel. Lakini yule nabii kijana alidanganyika kwa sababu nabii alimwambia mimi nilikuwa nabii kabla wewe. And hear me people in Ongated. Na mnisikia watu katika Ongated. It is easy for you to be cheated. Ni rahisi wewe kudanganywa. By an old Christian. Na Mkristo. Ni rahisi kudanganywa. Na mtu anakuambia hata mimi ni Mkristo kama wewe. Na ninafanya hii na ninafanya hii na si mbaya. Na zaidi ya hiyo ni rahisi kudanganywa na mchungaji. Sababu ako mbele yako, mnanielewa? Kwambia na sasa si mimi ni mchungaji bwana, nimepakwa mafuta. Ninagusa watu, touch and they fall. Touch and they fall. Alafu anakuambia hata mimi ni Mkristo kama wewe. Na mimi sioni ubaya hiyo kitu. Utamwambia lakini maandiko matakatifu inasema ipi? Wewe kaa na conviction yako. Kaa na msimamo wako, lakini dhamiri zangu asiniruhusu kufanya hii mambo. Bwana posipe. Utamjibu mwambie dhamiri zangu asiniruhusu. Bwana posipe. Bible says test every spirit. Say test every spirit. Jaribu kila roho. Say test every spirit. Sema jaribu kila roho. Now remember,
The younger prophet overcame the first temptation of the king. Kumbuka huyo kijana nabii alishinda yale majaribu ya kwanza ya mfalme. Because in the Old Testament there were two things, the altar and the state. Kwa sababu katika agano la kale kulikuwa na madhabahu na serikali. Madhabahu na serikali. He overcame the first temptation. Alishinda majaribu ya kwanza. Because this is a political one. Kwa sababu hii nyingine ni ya kisiasa. Ni rahisi kushinda majaribio ya kuambiwa mwaka ujao utapewa 6,000. Are you understanding me? Ama utakopeshwa loan na utakula bure. Bwana apewe sifa. Hiyo ni rahisi kushinda. Ninasema ni rahisi kushinda ukiambiwa next year tutakuwekea maji, tutakuwekea stima, and by the way tutakununulia washing machine. Utasema huyu ni mwanasiasa ananidanganya. Are you understanding me? That one you can overcome. Am I correct? But if a man of God comes and tell you, God, I say, you have my 50,000. Obey the Lord and the servant of God. Na labda anakuambia say amen. Unasema amen. Say amen again, say amen. That is how they come. Praise the Lord. Let us continue. Tuendelee. He lied unto. The Bible says taste every. Linasema jaribu say kila roho. taste every. Jaribu kila roho. Let us continue. So he went back with him. Now listen, the younger prophet has gone back. Amerudi nyuma ya huduma yake. Say going back. Sema kurudi say nyuma. Going back. Sema kurudi nyuma. He's no longer making progress now. Unaanza kurudi nyuma. So he went back with him. Amerudi nyuma kama, and did eat bread in his house and drank water. Sikiza yale itatokea. Amekula mkate, amekunywa maji. Now sikiza. Tuendelee. And it came to pass as they sat at the table that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. Listen now. The prophet who did what? Ule alimrudisha. Sema ule amemrudisha. Mungu anatumia huyu amerudi nyuma atabirie huyu amedanganya. Because already they have become one. Wamekuwa kitu kimoja. Because the gifts and the calling of God are without no. Sababu karama na mwito wa Mungu atamtumia. Balaam, listen, Balaam prophesied. Even when he was backslidden, Balaam prophesied. If you read the book of Numbers, and he was warned by God 3 times, he still prophesied. Let us continue. And he cried unto them, and he cried unto the man of God that came from Judah, saying, thus says the Lord, for as much as disobeyed the mouth of thou, and has not kept the commandment which the Lord thy God commanded you. Anamwambia sasa, vile ukutii neno la Mungu, ukutii, na yeye ndiye alimrudisha nyuma. It is interest. Oh my God, have mercy. Have mercy. Can we continue? Tuendelee. But he came back, ukarudi nyuma, and you have eaten bread, and you have drunk water in this place, of the which the Lord did say unto you, eat no bread and drink no water. Thy carcass shall not come into your sepulchre of your fathers. Autarudi nyumbani kwenu, utakufa. Kwa nini ulirudi nyuma? Na nani alimrudisha nyuma? Si ni huyu nabii sasa. Na Mungu anamtumia. Now listen, God is a God of many diversities. Praise the Lord. We must be careful. Praise the Lord. Lazima tuwe makini. We must be very careful. Tuwe waangalifu. I've met many Christians who are misled by their pastors. Nimekutana na Wakristo wengi ambao wamedanganywa na I have wachungaji met wao. many Christians who are misled by other senior Christians. Nimekutana na Wakristo wengi ambao wamekengeushwa na Can we continue? wachungaji. Passed by and saw the carcass cast in the way, and the lion standing by the carcass. And they came and told it in the city where the old prophet. Breaking news. Say breaking news. Habari za hivi punde. Can we continue? And when the prophet that brought him back from the way heard thereof. Unasikia? Ule alimrudisha wapi? Nyuma. He said, it is a man of God who was disobedient unto the word of the Lord. Therefore the Lord hath delivered him unto the lion, which hath torn him,
and slayed him according to the word of the Lord, which he spake unto him. Nani alirudisha ule mwingine nyuma? Let us reason. It is an old prophet. Am I correct? Now what this old prophet is saying, it is true. Ulirudi nyuma, kwa nini umerudi nyuma? Lakini who did it? You are the action point. Are you understanding me? Jesus said, woe unto you, because temptation will surely come. Yesu akasema ole But wako kwa who sababu unto whom the temptation will come from. Si ndio? majaribu Ole wa yatakuja. ule majaribio atasababisha ikuje. Bwana apewe sifa. Can we continue? Tuendelee. And he spoke to his sons, saying, sandal me an ass. And they sandaled him an ass. Akafungiwa punda mbebe. And he went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcass. The lion had not eaten the carcass, now torn the ass. Ugusa mwili wake, ilimuua, lakini hawezi kukula. Hata punda ilikuwa inambeba. Haitagusa. Donkey was a transport in the Old Testament. Ilibeba Yesu, si ndio? Hallelujah. It also called Balaam. Limbeba Balaamu pia. It also called Elijah. Kambeba Elia When he pia. was going to do a miracle in Zarephath. Alipokuwa anaenda kufanya muujiza pale. And the prophet Zarephath. took up the carcass of the man of God and laid it upon the ass and brought it back. And the old prophet came to the city to mourn and to bury him. Yeye ndiye atamzika. Huduma baya. Aliua huduma ya huyu na achukua mwili wake wa jameni, hata yaitia wasasi wake ama ndugu zake, na anataka kumzika. Terrible damage. Let us continue. Tuendelee. And he laid his carcass in his own grave. And they mourned after him, saying, alas, alas, my brother. Wow, sasa kwa nini ulifanya hivi? Nani alifanya? Ule alifanya. Sini wewe ulidanganya. There are people who can cheat you. Kuna watu ambao wanaweza kudanganya. They kill your ministry. Wanaua huduma yako. And they bury you. Alafu wanakuzika. It is part of the ministry of Satan. Sema kwa watu mnanisikiza, siku za mwisho ni mbaya sana. Majaribio itakuja kwa many colors, kwa rangi mingi. Yadhali Esau alifanya makosa, Bwana apewe sifa. Alidanganywa na ndugu yake na akauza urithi wake sababu ya chakula. Wokovu ulipata ni wa muhimu sana. Ulinunua kibali cha kwenda mbinguni. Usiende ukauze sababu unahitaji pesa fulani kwa wakati huu. Mungu anakujali sana. Amen. Tusimame tuombe pamoja. Nataka tuombe. Let's pray. Let us ask God to protect us Na tunapoomba tunamuuliza from Mungu atulinde deception of the last days. kutokana na uongo wa siku za Lift mwisho. up your hand. Say, Father, in the name of Mikono. Jesus, Baba, katika jina I la Yesu. ask you, Lord, Na kuuliza Bwana, protect me unilinde from the deceiving spirit. kutokana na roho wa uongo. Say, from the deceiving spirit Kutokana na roho wa uongo of these last wa days. siku hizi za mwisho. Deliver me Unikomboe from wicked men kutokana na watu and dhalimu women na watu in these last days. wanawake katika Say, siku oh za my God, Mungu wangu, I ask you, Lord, naomba Bwana, preserve me unihifadhi and watch over my life, na that I will not sin against kwamba you. sitatenda dhambi. This is my prayer Hili ndilo ombi because langu. I ask it in Jesus' Na name. naomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na wale mko ongated, unasema mchungaji hujatuombea, uliombea kanisa. Nataka nikuombee umjue Kristo. Ukristo unaanza na kuokoka. Omba hii maombi nyuma yangu. Sema, Yesu Kristo, nimesikia ujumbe na ninakuomba uingie ndani ya roho yangu. Nisafishe na damu yako. Nitakase. Andika jina langu katika kitabu chako cha uzima. Majina yakiitwa, naamini ya kwamba jina yangu itaitwa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Katika Kristo naomba. Amen. Lakini unasema uyaniombea, niko na mahitaji. Sina chakula, sina ajira, sina kazi. Yes, ninajua. Wacha nikuombee. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninalete kila mpendwa na kila dada, kila jamii, huyu mtoto na wale wananisikiza wakiwa hospitali
hospitali, Mwenyezi Mungu nawaombea uende ukawaonekanie. Ninafunga nguvu za giza, ninakemea kazi ya shetani katika maisha yao katika jina Yesu Kristo. Baba, ninanena ya kwamba wale hawana ajira, wale hawana chakula, wale wanahitaji kazi, na nena milango ifunguke. Na isitoshe Mwenyezi Mungu, nenda ukakutane na kila mmoja wao kulingana na mahitaji yao, na ni katika Kristo naomba nikiamini. Amen. Peace and God bless you. Amen.